thumma yad'una anna mushaf Fatima la yukhalifu alquran wala yunaqidhu, katika maneno ambayo kwamba utawasikia ama ukihojiana na yeyote miongoni mwao atakwambia la, mushaf Fatima haikinzani na Qur'an, mushaf Fatima haigongani na Qur'an wala haikhalifu Qur'an. Chukua dalili. Rawa al-Kullaini, amepokea huyu mwanachuoni anayejulikana kama al-Kullaini an Ja'far as-Sadiq. Haya maneno ameyatoa katika imamu wa sita wa ithna asharia. Wa kwanza ni Saidna Ali, wa pili ni Hasan, wa tatu ni Hussein, kuna Ali, kuna Muhammad, kisha wa sita ni Ja'far as-Sadiq. Na huyu ndiye alosingiziwa mambo mengi katika dini ya Kishia. Kuna siku al-Imam Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu wa ardhah, huyu ni katika wanazuoni wa sunna, aliishi Madina, alizaliwa Madina, kazikwa Madina, japo kuwa riwaya nyingi zinaonyesha kuwa alikuwa Iraq kwa sababu ya urongo ambao kwamba amesingiziwa. Naam, kuna siku amesoma mbele ya watu hii aya, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'in lilkafirina fi Ali laysa lahu dafi'. Akaongeza kilima cha Ali, qila lah, akaambiwa nahnu la naqra'uha hakadha, sisi hatusomi hivyo kwa sababu kwenye Qur'ani yetu hakuna fi Ali. Akaambiwa sisi hatusomi hivyo, akasema wallahi hakadha nazala biha Jibril alayhi salam ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa hakadha wallahi huwa muthbitun fi mushaf Fatima. Na hivyo ndio imekuja katika mushaf Fatima, na hivyo ndivyo alivyoteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani anasema? Ja'far as-Sadiq. Katika mushaf Fatima haijakuja ila ina kalima ya fi Ali. Haya maneno utayapata katika usulul kafi, utayapata katika biharul anwar, utayapata katika tafsiru safi lilkashani, vitabu ambavyo kwamba vinategemewa na Mashia. Kwa nini waseme kuwa mushaf Fatima haigongani na Qur'ani, mushaf Fatima haikhitalifiani na Qur'ani? Na tunaishuhudia mushaf Fatima inakosoa Qur'ani. Kinachokosoa na kinachokosolewa kipi bora? Kwa bongo za Mashia, kwa akili za Mashia, bila shaka wataona mushaf Fatima ni bora kuliko Qur'an, kwa sababu mushaf Fatima inakosoa kitabu cha Allah azza wa jalla na aya chungu nzima. Mwenyezi Mungu anasema ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fi Ali, fi Ali, ewe mtume wa Allah, balighisha kwa yale ambayo kwamba uliteremshiwa kuhusu Ali, kuhusu Ali. Hii utaipata katika faslul khitabi fi ithbati ta'rifi kitabi rabbil arbabi. Na kwa utovu wa adabu anasema wa anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam nasiya au taraka wa la'allahu al-khawf min al-munafiqina. Mtume wenda alisahau kumtaja Ali, ama alikuwa aliwacha kwa sababu ya kuogopa wanafiki. Na wakisema wanafiki wanakusudia masahaba, wakisema wanafiki wanakusudia Abu Bakar na Umar. Imekuja katika kuikosoa Qur'an. Suratul Masad, Mwenyezi Mungu anasema tabbat yada abi lahabin wa tabba. Hivi ndivyo ilivyokuja kwenye Qur'ani yetu, lakini kwa maneno wanasema la, haikuja hivyo. Ilikuja tabbat yada abi Bakar wa tabba, tabbat yada Umar wa tabba, tabbat yada Uthman wa tabba, tabbat yada Aisha wa tabba. Wakataja majina ya masahaba 70, majina ambayo kwamba Mashia wanawachukia. Wakasema hivi ndivyo ilivyokuja, wala haikuja tabbat yada abi lahabin wa tabba. Katika suratu Sharh
Mwenyezi Mungu anasema alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wakasema ilitolewa hii aya waja'alna aliya sihiraka, na tulimfanya Saidina Ali akawa mkwe wako, kwa sababu alioa Fatima. Kwani mtume alikuwa na mabinti wangapi? Mtume alikuwa na Ruqayya, Kulthum, Fatima, Zainab, Uthman. Alioa binti wawili wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akaitwa Dhunnurayn. Kwa nini mkwe awe ni Saidina Ali peke yake? Katika vita vya Badr, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adilla. Wanasema ilikuja walaqad nasarakumullahu bibadrin bisayfi Ali wa antum adilla, tuliwanusuru katika vita vya Badr kwa kutumia upanga wa Ali na nyinyi mlikuwa ni wanyonge. Aya kama hizi, bali mtashangaa tukimalizia hutuba yetu kuhusu maneno ambayo kwamba imekuja kutiwa Allah, maneno ya kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wameelekeza katika Imam Mwenyezi Mungu aliposema waman yuti llaha wa rasulah faqad faza fawzan adhima, yeyote atakayemtii Allah, yeyote atakayemtii mtume, huyo amefaulu kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Wakasema haikuja hivyo, imekuja waman yuti llaha wa rasulah fi wilayati Ali wal a'immati min ba'dihi faqad faza fawzan adhima, yeyote atakayemtii Allah na yeyote atakayemtii mtume kwa utawala wa Ali na maimamu baada yake, huyo ndio amefaulu, kufaulu ambapo kwamba ni kukubwa. Mwenyezi Mungu aliposema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, wakasema hii aya ni kuntum khaira aimmatin ukhrijat linnasi, nyinyi ni maimamu bora mndotolewa kwa watu, na aya inasema wa kuntum khaira umma, nyinyi ni umma bora.